Katika historia ya Tanzania, kundi la wanawake wameendelea kuchukua nafasi muhimu katika uongozi na kuimarisha demokrasia. Salma Kasanzu ni mfano wa mwanamke anayetajwa kuwa ni shupavu na hodari, ambaye amejitokeza kama kiongozi mwenye maono na mchango mkubwa katika siasa hapa nchini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Salma, ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, lakini pia ni katibu wa baraza la wanawake wa Chadema mkoa wa Mwanza BAWACHA, amekuwa mstari wa mbele katika kuimarisha nafasi ya wanawake katika siasa na uongozi. Uteuzi wake kama mjumbe wa kamati kuu ya Chadema unaonyesha wazi jinsi wanawake wanavyopewa nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya kisiasa na kuleta mabadiliko chanya. Ninayekuletea makala hii ya nafasi ya mwanamke kiongozi na demokrasia nchini Tanzania ni mimi, Sara Onesmo. Fuatana nami katika simulizi hii. Salma anasema kuwa katika harakati zake za kisiasa ameweza kubadili mitazamo hasi ya watu waliokuwa nayo kuhusu wanawake. Natamani kuona wanawake wengi sana wakijihusisha na masuala mazima ya politics, kwa sababu siasa ni maisha. Siasa ndio inaamua wewe leo uishije, ule nini, ufanye nini kwenye jamii yako. Mwaka 2008 alihitimu chuo kikuu cha Dar es Salaam katika taaluma ya sayansi ya jamii na kupata ajira katika baadhi ya mashirika mbalimbali ya kimataifa akihudumu katika ngazi ya jamii, na ndipo alipovutiwa na siasa na kuamua kuacha kazi. Historia ya Salma Kasanzu katika siasa ilianza mnamo mwaka 2015 ambapo anasema alivutiwa na siasa za upinzani, na ndipo alipoamua kuacha kazi aliyokuwa akiifanya hapo awali ya kuhudumia jamii na kujikita katika siasa. Harakati za kisiasa nimeanza muda mrefu. Nimeanza mwaka 2010 nikapambana kuhakikisha angalau tunapata demokrasia kweli, tunapata uchaguzi huru na haki. Nilienda kujitolea kusimamia kura kama wakala, kusimamia kura za uchaguzi mkuu mwaka 2010 kwa sababu nilikuwa na kiu cha kutaka kuona demokrasia kweli inakuwepo nchini. Kwa hiyo nikajitolea kuwa wakala 2010, nikasimamia kura za uchaguzi mkuu za madiwani, wa bunge na urais, lakini nikaendelea hivyo mwaka 2015 nikafanya hivyo, na hata 2020 nilifanya hivyo. Lakini sikuwa sasa ile kwa sababu nilikuwa na majukumu mengine, nilikuwa kwenye ajira. Kwa hiyo sikuweza kutoka ile fronti kuweza kugombea mimi kama mimi na kuanza harakati za kidemokrasia kama nilivyo sasa hivi. Actually kilichonisukuma kuingia katika harakati za kidemokrasia ni nature yangu ya maisha yangu yalivyo. Mimi ni mpenda haki siku zote. Licha ya kwamba professionally ni sociologist, ni mtu wa jamii. Kwa hiyo niko concerned sana na maendeleo ya jamii na ustawi wa watu katika masuala mazima kama ya afya, elimu na mambo mengine ya health and well-being of the society. Kwa hivyo nilijikuta na wiwa kutaka kuiona jamii ambayo ni bora zaidi kuliko hiyo ninayoiona. Kwa shughuli zangu zilikuwa siku zote toka nilipomaliza chuo kikuu, nilijinvolve direct, nilipata kazi kwenye hizi mashirika ambayo yalikuwa yanajihusisha na masuala mazima ya kudili na kaya masikini. Ukatili wa kijinsia pamoja na mfumo dume uliopo katika baadhi ya jamii unatajwa pia kuchagiza wanawake wengi kutoshiriki katika siasa. Mila zetu za Tanzania kwanza imekuwa kwamba sehemu kwanza unapoishi, zile zana za zamani bado hazijaisha. Unaweza ukaenda pale, labda wewe ni Mua au ni Msukuma, huyu ni Mjita, ukaenda ugombea ndani ya Wasukuma. Msukuma hawezi kumpa Mjita kula. Kwa hiyo bado kuna ule ubaguzi
wa kikabila, kimila kwenye eneo hivi, huyu hatuwezi kumpa kwa sababu hakuzaliwa maeneo haya. Kwa hiyo hata hii inayofanyika kwamba kubagua kabila ni kitendo sio kizuri, kwa sababu kila mwanadamu ana haki ya kimsingi ya kugombea kuongoza Watanzania na wanadamu waliopo hapa duniani. Mfumo dume lazima pale ufifishe kuwania nafasi za uongozi, kwa sababu kila mtu anakuwa na upande wa pengine ni mke wake, ni dada yake, ni nani. Kwa hiyo hivyo vitu lazima ukutane navyo, na pengine ni unakuta mapenzi, unaweza kukuta pengine ni mtu anataka timu yake ingie ya kwenye kupambania demokrasia. Lazima hivyo mwanamke anakutana navyo. Kina mama mkaonekana mwatengi, pia mnaweza mkajenga taifa linaloaminiana. Kwa ikifikia wakati wa kina mama usiwaamini wanaume na wanaume akaacha kuamini wanawake, tayari patakuwa na conflict ambayo inaweza kuleta shida kwenye jamii. Kwa hiyo sisi tunasema kama chama cha EDC tunaamini sana kwamba ushirikiano wa pamoja wanaume na wanawake unaweza ukaleta tija sana kulijenga taifa letu ili liweze kwenda vizuri na kuleta maendeleo kwa wakati. Mimi ni mwanamke niliyejitokeza kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nikigombea mwenyekiti wa kitongoji cha Idete. Nikiwa kama mwanamke niliyejitokeza ndani ya kitongoji hicho wa pekee, hakuna mwanamke mwingine aliyejitokeza. Na wengine walikuwa ni wanaume. Lakini pamoja na kuwa mimi ni mwanamke, nilikatwa jina langu bila sababu za msingi. Demokrasia iko wapi? Hakuna demokrasia. Kwa sababu kama nina sifa zote zinazohainishwa kwenye kanuni za uchaguzi, lakini bado nimekatwa bila sababu ya msingi, demokrasia iko wapi na usawa wa kijinsia uko wapi? Wanawake wengi hawapendi kujihusisha na siasa kwa sababu wengi ile kutokana na nature yetu na majukumu yetu tulionayo kama wanawake, mwingine anakuwa hapati hiyo nafasi ya kuweza kukimbizana hapa na pale, kwa sababu unakuta ni yupo kwenye hatua fulani labda ya ulezi na watoto wanakutegemea na vitu kama hivyo. Lakini pia uchumi, wanawake wengi uchumi wetu wao ni duni. Kwa hiyo unajikuta hizi harakati za kisiasa saa nyingine zinahitaji pesa, kumuvu hapa na pale kunahitaji pesa. Kwa hiyo unajikuta unakwama saa nyingine. Lakini lingine zaidi, watu wanahofia hizi masuala ya gender based violence. Mtu anaona nikienda pale naweza nikanyanyasika kijinsia, nikajikuta nadhalilika, nina ndugu, nina jamani na watu wanaoniheshimu. Wanaweza kukuta mtu kasimama tu jukwani akaamua kukutukana kwa sababu wewe ni mgombea mwenza, ama anakuona ni threat kwake, akajikuta vitu kama hivyo vinatukuta tunajirudisha nyuma wenyewe. Wanachama wa Chadema kupitia Baraza la Wanawake mkoa wa Mwanza wanazungumziaje uongozi wa Salma katika nafasi hizo? Kitu cha kwanza ambacho ninakifahamu zaidi kwa Salma ni mtu mwenye misimamo. Yaani akiwa na msimamo wake na akauamini, yani anaamini katika msimamo anaouamini bila hata kupotoshwa na mtu. Ni mtu mwenye misimamo, ni mtu mwenye uwazi, ni mtu mwenye kuhitaji haki, yani anapenda sana haki. Yani akiona hata mtu hajatendewa haki, Salma kwake huwa ni maumivu sana ndani ya moyo wake. Viongozi hawa pia wa Chadema wanasema ipo haja ya kuimarisha usawa wa kijinsia ili kutoa fursa kwa wanawake kushiriki siasa na uongozi. Tunahitaji sana kuona wanawake, hata kama hatutafikia 50-50, lakini at least basi kwenye ngazi za maamuzi tuwepo nao wa kutosha, kwa sababu mwanamke ana nafasi ya kumsemea mwanamke mwenzake. Mwanamke ndiye anayejua changamoto ya maji, mwanamke ndiye anayejua changamoto ya afya. Mtoto anaumwa, tunajifungulia sakafuni, hatuna dawa. Tukiona hao wakilishi kwenye bunge, kwenye halmashauri zetu, watatusaidia kusema vizuri sana. Na tunataka sio wale wa kupewa vitu maalum, tunatamani kuwaona wanaosimama kwenye kata na wanaosimama kwenye majimbo. Badala ya kufikiria kumzungumzia mwanamke kama mtu dhaifu, tunaamini mwanamke ni mtu mwenye uwezo sana na anaweza kufanya kazi. Tofauti na wengine, sisi tunaamini kwamba mwanamke, wapo wanawake wenye uwezo, lakini wengine wanaamini kwamba wanawake ni kama vile kiumbe ambacho hakina uwezo, kwa lazima kinyanyuliwe, kibebwe na kisaidiwe mazingira kadha wa kadha. Na sisi tunaamini mwanamke mazingira tu yakiwa sawa sawa anaweza akashindana na mwanaume na akamshinda. Anaweza akagombea na mwanaume na akamshinda, na tuna ushahidi. Chama chetu cha Chadema utakumbuka
bunge lililopita tulikuwa na wabunge wengi wanawake wa majimbo walipambana na wanaume. Unafahamu Esther ni mwanadada kutoka Bunda, alipambana na mzee Joseph Wasira, akamwangusha gwiji la siasa kabisa mkongwe Tanzania, akampiga chini. Halima Mdee, Esther Matiko, wengi tu walikuwa wamegombea majimbo na wakashinda. Kwetu mfumo dume haupo sana, kwa sababu mfumo dume ni nadharia ambayo inatekelezwa kwa vitendo. Sisi uchaguzi ukitokea ndani ya chama huwa hatusemi nafasi ni nani agombee, hasa zile za chama. Kwa mwanamke akijitokeza anachuana tu na mwanaume, kwa hatuna ile kwamba hii nafasi ni ya mwanaume tu. Na ndio maana sisi tumekuwa na wanawake ambao ni voko sana kwenye chama chetu wanawake. Leo kwa mfano Halima Mdee asingekuwa amehama chama hiki, pengine angekuwa katibu mkuu wa chama hiki. Ukimwangalia alivyokuwa na uwezo wake tumemjenga, akina Braya wote hao tumewajenga. Kwa ni watu ambao tulikuwa tunawatengeneza kwenye chama, pengine wangekuwa mbali sana. Leo tuna akina Salima ni mjumbe wa kamati kuu ya chama chetu. So muda wote pengine anaweza akawa kiongozi mwingine kwenye chama akashika nafasi kadhaa kulingana na uwezo wake. Kwa sisi mfumo dume kwetu haupo kabisa, isipokuwa uwezo wa mtu. Tunatambua kuna mazingira ya kiutamaduni yaliyojengwa na jamii zetu ya kumdogosha mwanamke, kumuona kama kiumbe dhaifu, kumuona kama kiumbe tu ambacho kinatakiwa domestic activities, kazi tu za ndani, kuosha vyombo, kutunza watoto, kulea watoto, kupika. Sasa huo ni utamaduni ambao umejengwa, lakini sisi tunaamini ule utamaduni sasa unafutika pole na watu wanapata uelewa. Mazingira hayo tunayaondoa kwenye chama chetu. Tunaamini mwanamke anaweza akafanya vizuri. Shahabani Itutu ni mwenyekiti wa chama cha ADC Taifa. Anazungumziaje kuhusu nafasi ya mwanamke kiongozi na demokrasia nchini Tanzania? Cha kwanza mimi nisema kina mama wengi wanakumbwa na changamoto kwanza za uoga, kitu ambacho sisi kama viongozi wa vyama tunazidi kuwasii kina mama waache uoga, waingie ili waweze kugombea nafasi hizi za kwetu sote, sababu utawala wa kidume ulishapita na wakati. Ndio maana kwa sasa tunataka viongozi wengi wakina mama wajitokeze. Ukiangalia wakina mama kidogo ni injini kwenye mambo ya kijamii. Ukiangalia hata mahala pengi walipowekwa wakina mama kidogo wamejitahidi, japokuwa kidogo na wenyewe kuna wakati wanayumba anaweza kayumbishwa hivi akarudi hivi, lakini mara nyingi sana ni wepesi kurudi kama tupata ushauri mzuri. Kwa tunazidi kushauri waache uoga. Je, jamii ina mtazamo upi kuhusu wanawake kushiriki katika siasa? Wanawake wamekuwa wakiogopa kushiriki kwenye siasa kwa sababu siasa kwanza ni uvumilivu, siasa ni ujasiri, siasa ni kujitoa. Na ndio maana wanawake wengi huogopa kushiriki kwa kuweza kulinda